Habari guys, leo nina hii story ilitokea na inaendelea kutokea mpaka leo hii. Nchi ya Spain kuna town ya zamani inaitwa La Musara. Hiyo town imeshakuwa abandoned, yani watu wamekimbia mji. Huo mji unaitwa La Musara. Ulikuwa mji mdogo tu na una population ndogo, lakini watu waliokuwa wamebaki pale waliukimbia mji kwa sababu ya matukio yaliyokuwa yanatokea kwenye huo mji. Mnaweza kuona picha ya huo mji La Musara, imebaki kama magofu tu, majengo yameanguka, lakini kuta zinakuwa bado zipo zingine. Alafu huo mji, katikati ya mji, kwenye lango la mji kuna kanisa Katoliki. Pembeni ya kanisa kuna pond. Hiyo pond ni pond ya chura. Kuna chura wengi sana kwenye hiyo pond, na hao chura yani wapo miaka yote, hawafi. Watu wanaoenda kule wanasema ina mambo ya kutisha. Mnaweza kuangalia kwenye videos, na nitaendelea kuwekea videos hapo juu, mtakuwa mnaendelea kuziona huku mnasikiliza story. Sasa nitasema story ya mtu mmoja, Enrique, lakini waliopotea pale ni watu wengi sana wamepotea kwenye ule mji. Ule mji ulikuwa ni sehemu kama umezungukwa na mawe makubwa, tunasema ni mapango kama caves hivi. Kwa hiyo kulikuwa kuna vita, kuna vita zile za wao, tunasema civil wars, wanapigana wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya kutaka tu madaraka. Kila mtu anakuwa na timu yake. Alafu kulikuwa kuna kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Sarkis, ambaye alikuwa anapigana na jeshi lingine la Spain kutaka yeye ndo awe leader. Kwa sehemu yao kwenda kujificha, walikuwa wanakuja karibia na ule mji kwenye zile caves kule wanajificha. Kuna huyu dada anaitwa Ana mume wake anaitwa Enrique. Wana rafiki zao, mmoja anaitwa Jose ana girlfriend wake anaitwa Sofia. Enrique anafanya kazi kama bartender, na mke wake pia Hana alikuwa anafanya kazi hizo. Kwa hiyo walikuwa wako busy sana. Wamechukua siku chache za likizo, wakakubaliana tutafute sehemu ya kwenda. Rafiki yao Jose akawa amewaambia, mimi nina idea, nina sehemu nataka niwapeleke. Akasema sawa, akasema ni sehemu nzuri ya nature. Alafu Enrique alikuwa ni mtu ambaye anapenda mushroom, anapenda uyoga. Ni mtu ambaye anapenda kwenda porini kutafuta uyoga, anakata anarudisha nyumbani, anapika, anatengeneza. Alikuwa anapenda, kuna aina ya uyoga alikuwa anaipenda yeye, ambao anasema ina blend na vyakula vingi, utaka wewe upo. Basi wakapanga hiyo siku, wakawa wameenda mapema, Jose na girlfriend wake Sofia, alafu Enrique na mke wake Hana. Na video hapo mtaona Enrique anakata uyoga kwa sababu walienda na kamera. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1991. Walienda na kamera, wakawa na rekodi matukio wanayofanya. So wakafika sehemu ni nje kabisa ya mji, wametafuta uyoga. Baadaye wakaja kuangalia, wakaona kuna sehemu kama iko abandoned. Sasa yule Jose akawaambieje, twendeni kwenye ile sehemu, kwenye ule mji pale. Ule mji ni wa miaka mingi sana. Inasemekana una mambo ya kutisha, yani una mambo tu ya hauntings. Inasemekana huo mji uko haunted. Hebu twendeni na sisi tukauangalie. Kwa hiyo wakawa wanauona mji kwa juu, kwa sababu huo mji lazima upande juu kidogo kwenye caves. Basi wakasema okay, twende, as long as kule. Enrique akasema as long as nitaenda kupata uyoga, fine. Kwa wameenda. Kabla hawajafika kwenye lango la mji, karibia na sehemu ya kuingilia, kuna jiwe. Hilo jiwe mnaliona hapo ni square. Hilo jiwe la square lilikuwa ni jiwe ambalo walijenga wanajeshi wa Kiislamu waliokuwa wanapigana vita miaka ya zamani. Walilijenga na wakawa wanaliita Sixth Stone. Sixth Stone ni jiwe ambalo wenyewe wanasema ni jiwe ambalo lilikuwa ukilishika linatakiwa likupe nguvu, yani ni kama jiwe la maajabu. Kwa hiyo wanajeshi walikuwa wanaoenda vita, walikuwa kabla hawajaenda kupigana, walikuwa wanashika hilo jiwe. Hilo jiwe ni kama wenyewe wanasema lilikuwa kama linawapa nguvu, linawapa protection, linawapa nini. Mnajua jamani, imani zetu zile za kuamini vitu.
So hilo jiwe lina miaka mingi, na historia ya hilo jiwe watu wanasema ukilishika saa nyingine unaweza ukapotea, likakuvuta, yani watu walikuwa wanatisha. Alipofikia lile jiwe, Jose akawa amelishika. Akawa anawaambia wenzake, hili jiwe watu wanasema eti ukilishika linapoteza watu, lakini yeye akawa amelishika. Akasema nani mwingine anataka kushika? Sofia girlfriend wake, na Jose akasema hapana, mimi siwezi kushika. Kama jiwe ndo lina historia hiyo, mimi siwezi hizo spirit sitaki kuzitempt. Yani sitaki kuamsha mizimu. Kwa hiyo Sofia akakataa kushika hilo jiwe. Mke wa Enrique anaitwa Hana akasema mimi nitalishika. Akaweka mkono wake akashika, akawa anasubiria labda kama atasikia kitu cha tofauti. Hakusikia, akatoa. Hana akamwambia Enrique shika na wewe uone. Enrique akawa ameshika. Sasa Enrique alipokuwa ameshika ni kama vile akawa ameganda kwa muda mrefu, haachi mkono. Endelea kushangaa. Anasema akawa ameshika pale, lakini macho yake akawa anaangalia kule mbele ya lile jengo. Akasema pale kwenye ile kanisa kuna dirisha. Akawa ameona kama kimvuli cha mtu, yani kama vile kuna mtu amesimama katikati ya dirisha anaangalia. Mke wake sasa Hana akawa amemshtua Enrique, yani anasema hivi, yani yeye alivyoshika tu lile jiwe akili kama ikawa inahama, akawa anaangalia kule, huku tena akawa hawasikii. Alafu anasema akawa anajisikia yani vizuri, anasema ni anatamani alishike ile jiwe muda wote, hataki kuliachia. Mpaka baadaye mke wake alipomstua ndo akashtuka, ndo akaliachia lile jiwe. Akaja kugeuka kwenye ile kanisa, yule mtu aliyokuwa anamuona amevaa mavazi meusi afu mrefu akapotea, kumuona tena. Ndo akawa amewasimulia. Ni hawa wengine wote wakawa hawamwamini. Sasa anasemaje, walipokuwa kwenye ile jiwe, walivolishika lile jiwe, ukungu ukaanza kutokea. Yani ile eneo linasifika kwa ukungu. Wanasema ukishaona ukungu, ukiwa maeneo yale ukiona ukungu unatakiwa ukimbie. Guys, part 2 inakuja. Story ni ndefu, part 2 inakuja.